tuko wananchi ati kuwachochea. Hakuna kiongozi unaongoza wa Kenya. Hawa Kenya ndio matajiri gozo vipi. Kwa hivyo safari yetu hapa ya siku 3 ni ya kusikiza pwani. Ndio tuelewane kabisa. Watu ya pwani mnaona zungumza na wananchi wa Mombasa kupora nchi na uongo. Unajua hii maneno ya uongo ndio ilifanya mimi, kwa sababu tuzunguka naye Kenya, tukaahidi wa Kenya mambo mengi sana. Pia ni mtu ya ukweli. Yeye anajulikana kama truthful man. Hii tubadilishe. Sisi tunataka kutoa ahadi kwa watu ya pwani. Sisi katika jamii ya Mijikenda ni watu ambao wako na bidii sana, na pia wako na watoto wamesoma. Historia ya Kenya tulikuwa na viongozi Ronald Gala na Wakatana Ngala, Karisa Maitha, huyu Ali Mwakwere. Tuko na viongozi shupavu ya Mijikenda. Itakuwaje hawako kwa meza ya kitaifa? Hii mambo ya pwani imekuwa na shida kwa sababu katika meza ya kitaifa hata kama Mijikenda ndio majority katika pwani, hawako kwa meza ya kitaifa. Wametuma mabroka, wameenda kuongea juu ya Mijikenda. Huyo Hassan Joho mambo ya Mijikenda atajua namna gani? Haelewi hawa, haelewi mila zao, haelewi desturi zao, haelewi chanzo ya maendeleo ya watu ya Mijikenda na challenges yao. Kwa hivyo hata tukiwa hapa kuongea na wananchi wa kawaida, tunataka kuuliza viongozi ya Mijikenda wajitokeze, kwa sababu jamii inaongozwa na viongozi. Tuko na watu wamesoma vizuri, tuko na watu wako na experience ya uongozi. Tunaomba jamii ya Mijikenda msikuje tena kwa meza ya kitaifa kupitia maburuka ya kisiasa. Itakuwaje kiongozi hapo na less than 3% ya umaarufu katika pwani ataongoza Mijikenda? Watu wako katika kura milioni 2. Kwa hivyo wale wenye kuelewa shida ya jamii ni watu ya jamii hiyo, na sisi hata kama tunajaribu kuelewa mambo ya Mijikenda, watu ya Mijikenda wanaielewa hata kuliko sisi. Na ndio sisi tunauliza tukuwe na uhusiano
tuanze kuketi chini na viongozi ya miji kenda, wakae na Wakenya wengine, kwa sababu tunataka kuleta Kenya yote pamoja. Lakini ndio Kenya ikuje pamoja, lazima kila jamii ishirikishwe na ile mambo na husu hiyo jamii ieleweke vizuri. Kwa hivyo uongozi wetu ni wale ya kushirikisha kila mtu, hasa watu ya pwani. Tunataka watu ya miji kenda wakuwe pale kwa meza. Sisi tunaona haya sana katika hii bandari ya Mombasa. Hii bandari ya Mombasa iko hapa pwani. Imekuwaje ajira ikitangazwa? Yule MD amekuwa pale, anaitwa Captain William Ruto. Amejaza watu ya jamii yake katika bandari. Na vijana ya pwani wale wamesoma, wale wako na bidii wako hapa, hawapati ajira. Alafu sasa wanaambiwa ati warudishe William Ruto. Serikali yake yule MD ameweka pale. Amepuuza vijana ya pwani. Ameenda kwao, ameleta watu ya jamii yake. Amejaza katika bandari la Mombasa. Haya ndiyo mambo sisi tutafanya kitofauti, ya kwamba watu ya pwani wapewe kipawa mbele, wapewe nafasi. Kama ni hii bandari ya Mombasa waiongoze, kwa sababu iko hapa. Wanaelewa mambo ya pwani kuliko sisi. Wanaelewa mambo ya uvuvi kuliko sisi. Kwa hivyo uongozi wetu utakuwa tofauti, na tofauti yetu na wengine ni kushirikisha watu ya pwani katika meza ya kitaifa. Pale mambo ya Kenya itaongelewa, watu ya pwani waketi pale, ndio pia walete yale maneno na husu watu ya pwani. Tuitengeneze pamoja, ndio watu ya pwani waweze kuendelea mbele. Okay. Asante. Yale ndugu huyu wanakalia mali nyingi sana. Hebu angalia kwa upande wa Kwale County, kama kwa mfano Kwale, pale kuna Mlima Hills yenye sifa kubwa duniani kwamba kuna Nodium, ile rasilimali ya swa kando na kina base titanium ambao wamekuja Australia wakajaribu, lakini wakaacha watu wakilialia. Swala la Mlima lina umuhimu sana kwa watu wa pwani. Kama hiyo rasilimali itaangaziwa na wenyeji wapatiwe kipaumbele katika kumiliki hali hiyo ya mali yao wenyewe, utapata kwamba hakuna mpwani ambaye atakuwa ana shida kulipia mtoto wake karo, ama kuna maskini kama ule ambao kila mtu anajua kwamba hali ya maskini imenawiri haswa kwa upande la. Hebu angalia mambo kama Ramisi Sugar, mambo hayo yote yamekwama. Korosho. Kila mtu anajua wakati mmoja korosho tulikuwa na mipangilio wakati huo, hata wakati wa Moi mwenyewe kuimarisha, wakati wa Karisa Maitha na wale wengine, tuangalie korosho itakuwaje. Lakini kama wanafurahia kama ni mnazi, kwa mfano mnazi, sema watu wa pwani ilikuwa inajulikana wakati wanasema watu wa kila mnazi tu. Sasa ndio ukombozi huo, kwamba hii minazi yetu pia tunaweza tukaitumia kivingine, tunaweza tukaimarisha hali ya maisha yetu. Absentee landlords, Mwangeka uliuliza mambo hayo. Ardhi, swala la katika eneo la pwani lina umuhimu mkubwa kwenu huku wale wazaliwa hapa, na kisha baadaye unaishi kwa maisha yako kama ambavyo amesema ndugu Rigiji kwamba miaka 62 tangu tujinyakulie uhuru, watu wanaishi tu kifukara. Ukombozi umefika, na hasa jamii ya Mijikenda, Makuzo wa Rigiji na Makuzo wetu. Tunaposema Makuzo, hata mimi mwenyewe naamini kwamba yule ambaye anavinyiliwa vikali zaidi na hali mbovu ya kuimarisha uchumi ni mpwani, na kwa hivyo huyu ni Kuzo nambari 1. Kuna wale wengine ambao wanaishi hapa Mombasa hapa ni kwa kila mtu, wao ni Makuzo pia, hata ingawaje wanatoka Luo, Nyanza,
wanatoka kwingine na kwingine, kila mtu ni kuso. Yule amevinyiliwa kabisa na sera mbaya ya Kasongo, huyu ni mkuso, kila mtu. Kwa hivyo hata juzi ulikuwa mwingi Waria kule wakasema sisi ni makuso. Okay. Kwa hivyo na pia tuangazie pia swala hili lenye umuhimu mkubwa sana. Okay. Utasikia wengine hapa wakisema Sami na Mwangeka kwamba nyinyi watu wa bara sijui nini, kwa sababu anaogopa kwamba mtu kama Muhammad Ali jichopevu amejitokeza wazi, kijana mpwani, lakini kwa sababu asilia yake wengine wanasema tunasema kila mtu hapa. Kwanza sura ya Kenya hii iko hapa Mombasa, kando na ndugu zetu hao wengine ambao ni wenyeji wenye asilia amejikenda hawa, lakini kuna wengine umeingia hapa. Kumbuka hapa Nyali constituency kwa mfano, aliyekuwa mjumbe kabla ya Muhammad Ali alikuwa nani? Awiti. Awiti. Hata Awiti wakati mmoja alikuwa anataka kuwa gavana. Alikuwa kwa chama changu, alikuwa treasurer wa Wiper. Sasa lakini Wiper pia imekuwa Patriotic Front. Ili tuimarishe hali ya ukombozi, tunajiita Wiper pamoja na wenzetu wa Sikiliza Ground na DAPK na DP na wale wengine. Kwa hivyo tukisema tuelewa shida za wenzetu wa pwani, minute, na kama ambavyo Rigiji amesema yeye mwenyewe tuna uzoefu wa zile mwenyewe, najihisi kama mpwani kwa sababu nililelewa hapa kama ambavyo nitangulia kusema, naelewa. Na kwa hivyo jamii amejikenda, na kuna jamii nyingine Wakamba huko anajiita Mejikumi. Unaona, kila mtu anajihisi kwamba, lakini wote wamelemewa na hali mbovu ya uchumi, na ndio sasa tukaja anavyosema William Ruto kwamba sisi hatuna agenda. Agenda iliyo mbele yetu ni muhimu zaidi, lakini Wakenya kwanza anasema nyinyi kabla kuleta hii agenda yenu tukubaliane kwamba hali imedhoofika kiwango ambacho hatuwezi tukavumilia. Nasema jamaa kwanza atolewe, lakini huku tukimtoa kwa hali ya ukombozi pia tutahakikisha kwamba agenda ya mpwani kama vitangulia mwenzangu hapa, pwani ni Kenya. Kwa sababu vijana walikuwa wamefikia mahali kule wakasema wanakaya wale walikuwa katule kaya bombo, lakini mambo hayo yote sisi tunayaelewa. Mheshimiwa Manstivo na Mheshimiwa Rigiji, nyote mmekuwa katika uongozi na mmesema changamoto za ukanda wa pwani zimekuwa kwa takriban miaka 62. Kuna yule mkazi wa pwani ambaye amesema huyu kazini yangu Rigiji na huyu kazini yangu Manstivo amekuwa katika nyadhifa mbalimbali za uongozi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ulikuwa makamu wa rais, Mheshimiwa Kalonzo ulikuwa makamu wa rais na naibu wa rais. Na labda hizi changamoto zimekuwa pale, ni kitu kipi kipya ambacho mtamletea katika hili swala la ardhi, mihadarati na masuala mengine ambayo yamekuwa yakiwakumba, wakati pia kuna wakati ambapo nyinyi wawili nyote mmekuwa katika madaraka? Asante sana ndugu yangu. Ni kweli mimi nilikuwa naibu wa rais kwa muda mfupi sana, mwaka 2 peke yake, na tukakosana na huyu Kasongo kwa sababu ni muongo, na mimi mambo ya uongo sitaki, na tukakosana na yeye kwa sababu ya kuteka vijana nyara na kuua vijana. Na mimi nilitoa taarifa nikiwa naibu wa rais hapa Mombasa, na nikamwambia Kasongo, mimi mambo ya mauaji sitaki na ni makosa na ni kinyume na haki za binadamu. Pia Mungu hataki watu kuua wengine. Mimi ukiniuliza, nilifanya kazi ya kupigana na mihadarati hapa pwani. Ikiwa naibu wa rais nilikuja hapa nikafanya mkutano mkubwa na maafisa wote wa usalama na viongozi. Na viongozi hapa wakanikashifu sana. Hawataki hiyo maneno kwa sababu wanahusika. Wengi sana wanahusika. Huyu Muhammad Ali alikuja kwa hiyo mkutano kwa sababu anapigana na mihadarati. Lakini wabunge wengi sana hapa pwani, hata gavana alitoroka akatuma deputy governor. Hawataki hiyo mazungumzo. Kwa sababu lazima hii maneno tuiongee kwa njia ya ukweli, ya kwamba wanasiasa na wafanyabiashara hapa pwani ndio wanafanya biashara ya madawa za kulevya, ambayo inaumiza watu ya pwani na Wakenya wengine. Na lazima watu ya pwani wakuwe watu wakakamavu na waanze kuwa wakali na kukataa maneno. Labda nitaambiwa mimi niko na uchochezi. Mimi sina uchochezi. Mimi kazi yangu ni kuongea ukweli.
Hii maneno ya Mlima Hills, ile madini iko pale ya Nodium, thamana yake ni karibu 20 trillion. Hiyo ni pesa inatosha kubadilisha pwani. Tukuwe na mashule mazuri, tukuwe na barabara, kila boma ikuwe na maji. Hata hii mashamba iko na absentee landlords inunuliwe, ipewe masquatters ya pwani. Lakini hii Joho wameshikana na William Ruto, wamefanya mpango, wamenyakua hiyo Mlima Hills, na hii madini ya watu ya pwani naibiwa, anaketi hasemi chochote. Huyu Mvuri Kakamega, tulikuwa na mambo pahali naitwa Ikolomani, mambo ya dhahabu. William Ruto akajaribu kuuza hiyo dhahabu, watu ya Kakamega wakakataa, vijana wakajitokeza wakasema hakuna, na hiyo maneno imesimama. Mimi hata kama nitaambiwa niko na uchochezi, ningetaka kuchukua nafasi hii kuambia vijana ya pwani na watu ya pwani, msikubali Hassan Joho na William Ruto wachukue hii madini ya Mlima Hills. Hii ni zawadi mlipewa na Mwenyezi Mungu bure ya kusaidia nyinyi kwa maisha yenu. Hii Mlima Hills mkilinda, maisha ya watu ya pwani itabadilika. Watu ya pwani watapata utajiri. Tunatumia hiyo madini isaidie na ikue zawadi kwa watu ya pwani walipewa na Mwenyezi Mungu kubadilisha maisha yao. Lakini sasa viongozi wote wamenunuliwa na William Ruto, wanamfuata. Wanasema apewe nafasi aendelee tamu ya pili. Itakuwaje watu ya pwani watapatia William Ruto awamu ya pili saa ile amenyakua Mlima Hills ile iko na madini ambayo ingeokoa watu ya pwani? Mimi sitaki niongee vibaya, lakini hiyo itakuwa ni ujinga. Ile mtu ambaye amenyakua mali yako, ile ambaye ingekusaidia kubadilisha maisha yako, ingetengeneza mashule, iude barabara, ilete stima, iweke maji, inunue mashamba ya kupatia squatters, yule sasa wakiwa na Hassan Joho wakuja waseme wacha huyu sasa aendelee tena. Ataendelea namna gani? Na yale amefanya kwa awamu ya kwanza ni kuumiza watu ya pwani. Lazima watu ya pwani waamuke, wachanuke, waseme hapana, haiwezekani. Kwa hivyo mimi niseme mimi nimekuwa pale kwa muda mrefu. Hayo maneno ya mashamba mimi nilifuatilia kwa sababu tulikuwa tumepeana ahadi. Ile pesa ya Settlement Fund Trustees ingekuja kununua mashamba hapa Kwale, hapa Kilifi. Ilitumika kununua shamba pale Uaso Kidogo, ambaye ni shamba rais mwenyewe amejisaidia naye kama mtu binafsi. Na haya ndio mambo ilifanya mimi na yeye tukosane. Kwa sababu hiyo ni maneno ambaye haistahili katika Jamhuri ya Kenya, ya kwamba watu hapa pwani wana kukaa. Pesa ile ingenunua mashamba, iseto squatters hapa pwani. Viongozi wa kusimama na ukweli ambaye tutasikizana, tutatekeleza. Let's change gear a little bit. I'll try to be as brief as possible of time so that we are able to tackle various issues. And government at different capacities in different decades. We've time where we saw economic development in the country, that is during the reign of Kibaki. But the people in the coast felt so why would anyone want to trust that we overlook this issue of bad governance and address the Kadra. Thank you for that.
is that when you are vice president, as I was vice president, famous crisis of 2007, where we lost over 2,000 Kenyans in the clashes following that election, and thereafter we had to stabilize the country. But Kibaki was himself a specialist in economics. Do you remember then, actually Kibaki worked very closely from the point of view of the Coast region with our late brother Karisa Maitha as his minister. So Karisa was very, very emotional about issues about the Coast region, and he was leading. That is when literally Kenyans got money in their pockets. Right? Ambayo sasa huyu Kasongo amekuja ametoa, ameanza kutoa. So the economy grew by on average, by the time Kibaki and us were leaving office, at 7% of GDP. So Kenya sababu kulikuwa na shida kubwa sana kufuatia uchaguzi wa 2007. Kwa hivyo wakati wetu sasa ni sawa. Wenye uzoefu unajua Ruto ananishambulia wakati umekuwa mamlakani 40 years. It is true. But of course miaka 15 ondoa hiyo, yeye mwenyewe akanyakua kwa vile ambavyo alichua. So I was member of parliament for my constituency, Mwingi North, Kitui North, for 28 years. And that's a very good record. Kibaki himself, by the time he came to be president, was member for Othaya for over 35 years. Lakini yote hayo chini ya katiba mpya ni tofauti. Sisi hatujahusika na wizi tukiwa makamu wa rais ama deputy president. The truthful man himself is here. This is why the country is listening to him. Akisema in 2 weeks Kenya wameona imeongezwa. Sababu Rigijia is a new team. Literally kupatia watu wetu hope, na ndio wameingia sasa hivi. So I want to thank you that that as he said, we first of all listen to the people themselves. We must listen to them, we plan with them, because they are ahead, particularly vijana Gen Z. First to listen to them, and really, and we really know wameleta hali ya ukombozi hata kabla 2024 walibadilisha nia, walibadilisha nika ambao unatosha kila mtu, sijui housing levy, sijui nini hiyo mambo yote, na inaenda kwa mfuko wa mtu mmoja. Wanasema hapa Pwani kwa mfano, jamii moja hapa natowajua, jamii moja imekalia kimambavu, wameanzisha hata inaitwa disciplined squad. Disciplined squad, wanakimbia huku. Jiulize nia yao ni nini? Ni haswa wakiona kwamba wanapoteza uchaguzi, watajitokeza waseme chukueni mapanga. Vijana wataki hali hiyo. Vijana wenyewe ni wazalendo, na sisi tuko hapa kama wao, timu moja tushirikiane. Na unasikia? Kwa hivyo ukombozi kusema kweli in real terms is here, and it's a revolution time in a positive way. And this is why we want to encourage them for the remaining few days to take out their voters cards, because Ruto alisema watapigwa risasi kwa miguu. Na haswa walipigwa. Rex Masai alipigwa risasi mguu akafa. Sasa inaonekana mkimpatia awamu ya pili kama anavyosema ndugu Rigiji, atawapiga kichwa sasa direct. Maliza hao. I want us to stay a little bit on course, so that we don't digress and deflect the issues of the coastal people. And I think my question now will be to Rigathi. It was still the same on economic development of the coastal people. During your time, we saw you were very heavy on reforms, especially on the tea and coffee sector. And in Pwani here,
We also have people who do farming, cotton farmers, we have the Minazi and everything. The whole country, we've seen changes, especially on agro-processing and value chain production. Same has not happened here in Kenya. During your reign, you can say that maybe you are a deputy and you couldn't, but if you were to bring in change, what do you think the coastal person deserves in terms that we are able to keep up with other people? Now that you also at a time mentioned that Mount Kenya is the central of Kenya's economy. How can we make Pwani the central piece in the economy of Kenya? Thank you very much. I think with employment for the coastal people, give them healthy food, and give them extra income. And that in overall would also help the Kenyan economy. Number two, the cashew nut industry. We had a cashew nut factory, it's dead. Nobody has bothered about it. The people of Kilifi, the people of Kwale are very hardworking farmers. And by the way, the coastal climate is very good for agriculture. You know, hot and wet climate. We've got good rains here. What we need is to encourage our farmers in terms of agro-processing, in terms of value addition. When you look at the Ramisi sugar factory, yeah, it used to be very, very instrumental in the development of agriculture in the coast. Yeah, things are not working out. Sugar is being imported and packaged here as coming from Ramisi, which is not true. You know, we need to encourage our sugarcane farmers in that sugar belt. In terms of horticulture, we have the best mangoes in the country coming from the coast. Tomatoes, carrots, you know, in terms of the agricultural capacity in the coast region. No government has taken keen interest. I am very passionate about matters agriculture. And if given the opportunity to lead this country, I would be very, very, very the way I did coffee. And good soils, good rain, good climate, and land. So all we need to do is to facilitate them, is to empower them, is to encourage them, and to have very practical interventions on how to increase agricultural activity. So that is a commitment that we want to give, that our government will be very deliberate in the coastal region. Yeah. And I think additionally,
on really giving real meaning tourism. Kenyans have problems arose in Algeria. Like those, the Algerians themselves took to domestic tourism. We also policies that will have to eliminate msikilizaji na vile vile mtazamaji unaendelea kutizama mazungumzo katika katikati mwa jiji la Mombasa, moja kwa moja msikilizaji kupitia Mo Radio. Vice President His Excellency Kalonzo Musyoka, party leader, and of course His Excellency the Second Deputy President and DCP party leader, that is kupisha viongozi wengine waweze kuingia studio pia tuweze kuzungumza na wao. Na moja kwa moja labda pengine kama tunaweza kuanza na masuala mazima ya kisiasa katika eneo hili la Pwani. Ni eneo ambalo linakisiwa kuwa ni eneo ambalo limekuwa likimilikiwa na chama cha ODM kisiasa katika miaka ya hapo awali. Lakini sasa hivi pia kuna ujio wa chama cha UDA katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambacho kilionekana kupata uungwaji mkono kiasi cha haja. Chama cha Wiper vile vile kimekuwepo katika eneo hili la Pwani, japo hakijakuwa kikifanya vizuri sana, lakini kikaonekana kuzoa wabunge katika eneo la Taita Taveta. Sasa hivi cha Wiper zimeahidi Wakenya kwamba zitaweza kufanya kazi pamoja. Viongozi wawili katika viongozi wa upinzani hawapo katika mikutano pia haja kuwepo katika msururu huu. Ni vipi mtaweza kuhakikishia Wakenya kwamba mtaweza kushikamana pamoja Sio kusema ya kwamba kwa sababu kila kiongozi anatafuta umaarufu wa chama yake ya kwamba hatuko pamoja. Inakuwa kila mtu aende atafute umaarufu wa chama yake, lakini from time to time zote tunakuwa pamoja kusukuma agenda ya United Opposition. Na niseme umesema ni kweli ODM ilikuwa na umaarufu, Wiper imekuwa hapa, lakini shida ya hasa Mombasa sio hata mambo ya vyama. Imekuwa ya kwamba familia moja imekalia watu ya Mombasa miaka nenda miaka rudi, ya kwamba watu wengine hata wanafika pahali wanajiita alfa. Unakuwa wewe kama ni Mungu, ya kwamba ati ukitaka kusimama kiti Mombasa lazima upewe idhini na mtu fulani. Ati ukitaka kufungua biashara Mombasa lazima upewe idhini na familia moja. Hiyo ndio maneno ambayo tunataka imalizike, na ndio mimi nampongeza sana ndugu yangu mdogo Muhammad Ali, kwa sababu huyo ni kijana chipukizi, ni kijana hodari, ni kijana ambaye anajulikana kwa kuongea ukweli na kuwa haogopi na haonui uoga. Na ndio sisi mimi DCP na Wiper tunamunga mkono kwa gavana wa Mombasa. Aleta mabadiliko katika Mombasa.
Tuache siasa ya kuabudu familia moja. Tuache maneno ya kuwa lazima wamuinamie binadamu mwenzao na si Mungu. Hiyo ni maneno ambayo tunataka ifike mwisho. Na ndio nakwambia chama cha DCP na chama cha Wiper itakuwa na umaarufu mkali sana hapa na Mombasa, kwa sababu inatoa watu ya Mombasa siasa ya familia moja ya kuabudu mtu na si Mungu. Kwa hivyo watu wengi sana, tupo na aspirants wengi sana wale ambaye hapo awali wangefika kwa hii familia kuomba ruhusa ndio apiganie kiti fulani. Ati ukitaka kuanzisha biashara lazima uende kwa mtu fulani ukatafute umaarufu. Sasa vyama vyetu ni kidemokrasia. Tunataka kukomboa wapwani, watu ya Mombasa. Ya kwamba sio lazima uende umwabudu binadamu mwenzako. Kwa hivyo niseme mambo ya ODM, na mimi niliambia watu ya ODM wakakataa kunisikia. Mimi nilikuweko nikiwa deputy president ya nitaisambaratisha. Siwezi kubali nikiwa rais wa jamhuri ya pale kwa AU, na alikuwa amepanga Raila akienda kwa AU atachukua nafasi sasa kuingilia mambo ya ODM. Kwa bahati mbaya mzee wetu akapumzika, na Mwenyezi Mungu amlale vizuri pali peponi. Sasa tangu Raila apumzike, huyu William Ruto ameweka high gear ya kusambaratisha ODM, na ODM ameimaliza. Hapa Pwani ameisambaratisha kupitia Wycliffe Oparanya. Pale Luo Nyanza iko grupu mbili, moja anafuata William Ruto, ingine anafuata akina Babu na akina Orengo. Kwa hivyo hata hapa Pwani lazima wapwani wajiulize ya kwamba hii ODM ilikuwa ya Raila Odinga ya kupigania wa Kenya. Juzi tumekuwa tukiongea mambo ya kuongezwa bei ya petroli na diesel. Kama Raila angekuwa uhai, angekuwa pale mbele akipigania wa Kenya. Siku ile tulikuwa tunapigania haki ya Wakenya kwa sababu ya kuongezwa bei ya mafuta, akina Oburu Odinga walikuwa naomba heshima. Sasa hii chama sio ile Raila aliunda. Kwa hivyo watu ya Pwani wale walikuwa nafuata ODM, wajue ile ODM ya Raila Odinga sio ile sasa iko. Ile ODM iko mlengo moja ni ya William Ruto. Na hakuna vile watu ya Pwani watakuwa wanasema wanataka Ruto wakuwe one term alafu wafuate ODM ile ya William Ruto. Itakuwa hakuna pahali unaenda. Kwa hivyo katika siasa ya Kenya lazima Wakenya sasa wajipange upya, waangalie zile vyama ziko, zile zinapigania haki ya Wakenya, zile zinataka kukomboa Wakenya. Na kwa saa hii sisi tukiwa hapa Pwani, DAP-K na Wiper na DCP tumejitolea kufanya kazi pamoja na watu ya Pwani, na tunawaomba waingie katika chama cha DCP, waingie katika chama cha Wiper, waingie chama cha DAP Kenya, kwa sababu hii ndio viongozi ambayo wamejitolea kukomboa Kenya, na tungetaka hii safari tutembee pamoja na watu ya Pwani. Na sisi tuambie watu ya Pwani tutakuwa na free and fair nomination. Wale ambayo wangetaka kujiunga na hizi vyama wakuje tufanye kazi pamoja ya kukomboa Pwani, ya kukomboa Kenya, ya kutafuta jisimamia na wataheshimika wakiwa na mapato, tukiwa tumerekebisha mambo ya afya, tumerekebisha mambo ya biashara, tumetafutia vijana ajira, tumepigana na mambo ya mihadarati. Mambo lazima ikuwe mpya sasa. Watu waangalie mambo na njia mpya, kwa sababu mambo yamebadilika. Okay. Alright. Tusalie hapo kwenye hilo swala. Umesema kwamba umoja wenu bado upo wa opposition. Ni kwa maneno, lakini kwa vitendo tumeona, manake tayari hata Mheshimiwa Martha Karua anafanya kampeni zake kule, which is umegusia hilo, lakini it's like hapendezwi na wewe kujinaki kwamba wewe ni kingpin wa mlima. Huoni kwamba katika kujinaki kwako kwamba wewe ndio kingpin, manake anasema kwamba wao wamekuwepo, wewe ni umekuja tu juzi, lakini wao wamekuwepo kama waheshimiwa. So hizi siasa ambazo kwamba tunazita siasa za kujinaki kwamba wewe ndio kingpin, huoni zinaharibu nguvu ya united opposition na kuleta shida hata katika kutafuta uungaji mkono eneo la Pwani? Dadangu, katika katiba ya Kenya
hakuna bahali iko hiyo kiti inaitwa kingpin. Hiyo ni maneno ya watu kuzungumza. Mimi sijasema mimi ni kingpin ya Mlima, lakini unajua uwezo hii ya wananchi kutoa maoni. Na maoni watu natoa maoni tofauti. Mimi na dadangu Martha Karua ni ndugu na dada. Mimi ndio nikamtembelea kwa boma yake hapo Kimuja, akanitembelea, tunafanya kazi pamoja. Lakini Martha Karua ako na chama cha PLP. Yes. Lazima aitafutie umaarufu. Okay. Na ni mzuri, na mimi na encourage aendelee kutafutia PLP umaarufu. Pia mimi natafutia DCP umaarufu. Lakini wenye kuamua ni wananchi wataamua. Lakini hiyo sikusema ya kwamba kwa sababu anatafuta umaarufu ya chama yake na mimi yangu tuko na tofauti yoyote. Kwa hivyo hii maneno ya kingpin, hakuna kiti kama hicho. Kiti ambayo mimi nataka ni ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Ya kingpin, kama kuna mtu wako na haja naye hiyo achukue. Sina haja naye. Kwa hivyo lakini huwezi zuia watu kuwa na maoni tofauti. Kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia. And I want to assure you, you are one people. Tumekubaliana. It doesn't matter what it takes. Tutatoa one candidate ya kupambana na William Ruto. Nafikiri hiyo ndio kitu ya maana ya siasa ambayo itaendelea. Lakini pale mwisho kwa mapenzi ya Mungu early next year labda tutakuwa tumekubaliana ni nani ambaye kutoka mamlaka. All right. That is early next year. I don't know, I'm not sure. You know, politics is dynamic. But of course, you know, there's a timeline. You cannot go beyond next year. Lazima tuseme ni fulani. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tumeona kwamba kuna taswira mpya ya siasa ambayo imeingia katika taifa letu la Kenya, hususan swala la zoning. Nyinyi kama United zoning. Ndio, limekuwa kithiri sana. Nyinyi kama viongozi wa United Opposition, chama cha Wiper, chama cha DCP, chama cha DAP Kenya, hili swala la zoning katika huu umoja wenu mnalionaje? Hatuja kusema kweli kaa chini kuangazia mambo ya zoning. Hiyo sasa umeeleza ya ODM. Na hatuko hapa tuwapigie debe. Sisi nia yetu ni moja, kama ambavyo imetangulia kusema. Kwanza tutakuwa timu moja. Endelea ni kuleta umaarufu wa hivi vyama because it's important. Mwishowe nia yetu ni kwamba tuwe na wabunge wa kutosha kwa bunge lijalo la 14, muhula wa 14, wakilishi wa counties vile. Na tukiona kwa mfano hapa tulipo, mimi hata na ndugu Rigiji tumeangalia tukaona Mohamed Ali huyu kwa sababu timu yetu timu yetu sisi wanawaipa kwa mfano, tunaona anaweza kupeperusha bendera ya ugavana wa Wiper Patriotic Front hapa Mombasa. Hiyo sio zoning, hiyo ni hali ilivyo. Tunaona huyu kijana ako sawa, na hako na maarufu, haogopi, hawezi kununua uongo wote, ako tayari kwa katika ile mstari kwa kuleta ukombozi pwani. Kwa hivyo hiyo sio zoning. Na nikamilishe kwa kusema kwamba hali ilivyo, mimi nilikuwepo wakati tulikuwa na muundo mpya. Kumbuka ndugu Raila na mimi tulikuwa CORD, tukaja NASA, Musalia na Weta wakanaswa huko ndani. Kama kuna mtu ambaye alielewa makusudi ya ndugu ambaye amelala, huku Ruto akikimbia kule kusema yeye atahakikisha sijui ODM ni kuyaribu kabisa through hiyo naita zoning hiyo na mambo mengine. Nataka nazungumza hayo leo, tutazungumza pengine kwa mkutano wa hadhara tunaonoka, kwamba huku tukimwenzi Raila Odinga hatuna budi ila kuhakikisha kwamba yale makusudio na mafikira yake ya kuleta ukombozi wakati ndio sasa. Kwa hivyo sisi tutauliza wana ODM hapa pwani ambao tayari ni kama wamesambaratika hapa, viongozi sio wananchi, wale wafuasi sugu wa Raila. Kumbukeni ni mimi na Raila miaka hiyo 15
na tutahakikisha kwamba nyinyi hamtabaki yatima. Tuko kabla ya mwenzangu kadra kuja niseme mambo ya hii ya zoning inaleta shida kati ya UDA na ODM kwa wale ya ODM wanaona wakimezwa watapata matatizo. Tena unajua William Ruto watu wengi wa mimi na watu ya mlima tumuunge mkono. Alafu tugeuka akatupiga akatuchenga. Sasa hata wale watu ya ODM wako na wasiwasi. Ya kwamba nobody can trust William Ruto. Kama sasa hiyo ya deputy president ameenda pale, ameaidia Oburu Odinga, ameaidia huyu mama wa Suluhu anaitwa nani huyu Homa Bay, unatoa mane. Hata mimi nimeahidiwa. Hata alikuahidi, si hata huyu ameniahidi. Sasa unajua huyu William Ruto ni sungura mjaja sana. Lakini Wakenya wameendelea kumjua. Sasa kila mtu wako na wasiwasi. Jana walipokuwa pale State House, tuwaongea mambo ya UDA na ODM. Hapo wanakula jugu karanga, wanakula mandazi, wanaongea, wanakula nyama, wanaongea. Sasa hiyo mkutano unaendelea kule Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya. Uchaguzi wa UDA inaendelea. Ana take over ODM, ile structures yote ya ODM ya Raila. UDA wana take over. Saa hiyo ameita hao viongozi hapa anawadanganya. That is the problem. So upande wetu kama Nairobi tutaketi, tunasema nani anafaa, tunakubaliana aende na chama gani, kwa sababu huwezi chaguliwa na chama mbili au tatu, chaguliwa na chama moja. So mimi na Kalonzo Musyoka na Eugene na wale wengine tuko pande yetu, we are open book, sisi watu straightforward, na hatuna agenda tumejifichania. Kwa hivyo mambo ya zoning kwetu hata si zoning kwetu ni makubaliano. What is the best interest of the people of Mombasa? What is the best interest in the people of Nairobi? And hasa hii mazungumzo itakuwa in urban centers. Unajua katika ma cities ndio iko politics iko a little bit complicated. Ndio tusikuwe na friendly fire because it's not necessary. Tunakubaliana, tunaona nani anafaa. Tunakubaliana ni chama gani. Lakini tayari Mheshimiwa Rigathi Gachagua tayari ulikuwa umeshatangaza kwamba Nairobi is for DCP. Is that not so? Unajua sasa hiyo ni mazungumzo. Ndio ningependa mimi kama inawezekana. Sio kusema lazima ikue. Hata hapa Mohamed Ali alikuwa mtu yangu ya DCP, lakini tumekubaliana na Faikazi na hapa asimame na wai. So that is agreed. Yeah, it's a deal. That is agreed. Tumemaliza. Mohamed Ali anasimama na wai. Tumekubaliana. Unajua sisi mimi na my cousin here ku start with your family. So hata mazungumzo yetu ni ya familia. Hakuna ugomvi over breakfast. Maneno inasikika. Hatujifichani. Hakuna mtu anabeba kisu kukoga ingine mgongo. Lakini yule Ruto kisu iko nyuma. Sasa mrekani na yeye lazima uwe careful. Lakini Mheshimiwa Rigiji, kabla tumalizie hapo. Ndio tumpishe mwenzetu kadri
For this the next set of questions, the issue of vyama kukaa chini kukubaliana. Mlikubaliana pale uchaguzi mdogo unakaribia, unanukia kule PLP. Martha Karua pia vile amesema atakuwa na mgombea pale. Chama cha Why don't you this time around then agree to have one candidate for pale ni tofauti. We have no opposition. UDA is finished. They are not an issue. So tumesema hizi chama zetu zote tushinda. Itaongoza, wacha Jubilee wasimamishe mtu, wacha DCP simamishe, wacha PLP DP wakitaka, mtu yoyote ambaye anataka tupiganie pale, kwa sababu UDA is not a in whichever way. So wacha pale inaitwa kabla you enter to the main contest. The opportunity I'll allow is a friendly match between the sister parties, because UDA is not an issue as far as I'm concerned. Okay. Well, that's a train of thoughts. As we finish up, we're going to wind up with these questions on political direction. So far, Kenyans have had the rhetoric of one term during campaign. Never gotten clarity on the roadmap that you guys are going to use. Mheshimiwa Rigathi, I'll be specific. When you were seeking power in 2022, there was this hustler narrative and the bottom-up economic model. Kenyans knew. There's a group of Kenyans that are ultimately decided of whether they're going to be in the two-term camp or one-term camp, based on maybe ideology or maybe because they like you. As you say, there are people who like you, right? But there's this group that is undecided, and they are waiting for the united alternative government to give them a direction on a clear roadmap that you guys are going to use to transform the country in where you guys deem that there are issues. What are you going to do, and actually when should Kenya wait to hear from you that roadmap that, you know what, this is what we want to do in terms of economic transformation of this country? Is it going to be about what are we going to do? You know, like when you listen to His Excellency the President, he's very clear about what he's doing for the country. As much as you may disagree with him, but he knows why he says whatever he says is right. So what exactly is that one thing that you guys have diagnosed as a problem that Kenya has, and you guys are going to give us a roadmap on when we are going to get there and how? Well, thank you. To start with, before I answer that question, there is a very big difference between what William Ruto is saying he is doing and what he's doing. He is saying he is doing many things, but what he's doing is different. He has done abductions and extrajudicial killings. He has sold. You are aware the IMF has suspended this. Totally different. Why one term? One term is a clarion call for change. And before you can even say what you'll do for Kenya, you must agree on the fundamentals that it is not possible to transform Kenya when William Ruto is president, because he has ruined the Kenyan economy. He has violated human rights. He has created a country of goonism. So we are saying the prerequisite to change is the exit of William Ruto. That is why it is one term. But we have a plan. We have a good plan. We have said. What plan? Oh, we have explained. I will explain to you. We have said that we want to restore free primary education. The one that was brought by Mwai Kibaki and Kalonzo Musyoka. We have said we want to restore Linda Mama. We have said we want to restore Edu Afya, where we had the insurance scheme for our kids in secondary schools. We have said that we want to create a good environment for business by doing away with the goonism
and making sure there is security in the country. We have said that we want to restore the NHIF with improvement because SHA is not working. We have explained all those things. But you know, my dear, when we go to these public meetings, the Kenyan public don't even want to hear what we are saying. They are demanding one term because they are reeling under poverty, economic mess. Like we have people who have done business with the government, county governments and national government. Over 900 billion worth of pending bills. They have not been paid. People are committing suicide. Family are breaking up. So there are many, many challenges. That is why you find everybody, the Kenyan public is saying, before you can even tell us what you want to do for us. You've branded yourself a nationalist, but there are seemingly other people who disagree with that, and they call you a tribalist, which is a dust that seemingly has clung to your coat for the Ethnicity is defined in our constitution. Created many ethnic groups in Kenya. With ethnic communities, he would have created 42 communities for whatever reason. So is identified, acknowledged in the Constitution of Kenya. People talk different languages, identities. People have unique challenges. Why do you have community radios? Because they discuss issues that are unique to those people. I'm not the one who created those radios. I just attend to go and talk to those people. If there was a problem, people have challenges to a people. And when they invite me to these stations, I go, I talk to those particular communities. Thank you. Even Ramogi came to interview me, and the presenter was accusing me of tribalism. I asked him, why do you have this Ramogi radio in Luo? You know, if there was a problem, people talking their language, this station will not exist. Okay. So you cannot. It doesn't bother me. I'm here in the course discussing national issues. I've been talking about the teachers of Kenya. I did not just talk Kenyans from my community. I talk for the people of Kenya. I talk about all police officers in Kenya. I am a nationalist, but I cannot stop my detractors from trying to bring me down because they have nothing else against me. Thank you. Nothing. I have no issue of corruption. I have no issue of any crime that I've ever committed. They try to look for mistakes, things that they can accuse me of. They only talk about tribalism, and a few people believe it. Many Kenyans don't care, so I just move on. Thank you. Thank you. Mheshimiwa Kalonzo, tukimalizia hapo kwa haraka haraka, ulishasema kwamba kutakuwa na maandamano makubwa ambayo hajawahi kuonekana katika hii nchi mwezi Juni, kama sijakosea, tarehe 25. Miongoni mwa masuala ambayo kama mtakuwa mnasukuma
Hivyo tunaposema 25 kuangazia mambo hayo, mwaka jana walikuja tena wakajibu na mabunduki na fujo yote, kwa sababu kama kuna swala moja Ruto angetaka isaulike kabisa ni yale alifanyika, lakini we can't. With their own blood they went and sacrifice for their future. So when we say we will definitely, because we are taking stock, tunaweza tukaamua pia maandamano ya hawali or even after that. As again, we are not, what we are saying is not written on stone. We have to listen to the ground. Tusikiliza ground. Ikisema ni kesho hii mafuta ongeze, kwa sababu huyu Ruto alijaribu tukamsukuma sana on mambo ya bei ya mafuta. Kumbuka kwamba mimi nilikuwa mojawapo two of the co-chairs juu ya mambo haya NADCO na mtu yake Kimani Ichung'wah, na tukarecommend kwamba usijaribu hii kitu inaitwa G to G, ni gangster to gangster mambo ya mafuta haya. Hii ni pesa inaenda directly kwa mfuko wa Ruto. Kwa hivyo tukawapatia ushauri wetu na they ignored it. Sasa anafikiri kwamba akisema kwamba huko kuna vita ya Iran na Israeli na nini mafuta inaenda juu, hakuna ambaye anamwamini. So we are very spot on this thing. Lakini kuongezea yale ndugu Rigiji alisema, najua one term hii is a proper agenda ya wananchi wa Kenya, one term. Akisha baadaye unasema ile agenda tuko nayo, we know Kenyans are waiting for a manifesto, madam. That manifesto will spell out exactly. Lakini wa Kenya kwanza, nyinyi kina Rigiji na Kalonzo na Wamala na JB Muturi na Matiang'i, nyinyi kwanza tuambieni. All right? We are telling them we are coming out. We are going to return our country to constitutionalism. Katiba 2030 ambayo sasa ni kama ukiangalia kwa makini utapata kwamba serikali ya Ruto imetupilia mbali makadirio including issues on ethnicity. Katiba yenyewe inasema huwezi kuajiri jamii moja, kama ile swala hapa la port. Ukisoma hiyo orodha utastaajabu. That katiba inasema huwezi kuajiri mtu wa ethnicity group moja hapa na kuachilia wale wengine. Kwa hivyo tuko ngangari na Wakenya wenyewe wako ngangari. Wakisema tuende maandamano kesho, tutaenda. Lakini sisi lazima tuadhimishe tarehe 25 mwezi Juni. Na juu ya hayo lazima tuhusishe kila mtu kwa hiyo maandamano, na hatutaki kuwe tu jambo moja. Haiwezi kuwa tu ni mambo ya mafuta. Iko mambo mingi. Iko maneno ya mauaji, iko maneno ya utekanyara, iko maneno ya ufisadi, iko maneno ya SHA. Tunataka tukuwe na maandamano moja ya kumaliza hii maneno yote pamoja. Kwa sababu hatuwezi kuwa na maandamano hii ya leo ya mafuta, kesho tunaweka ya masomo, hii maneno yote tunataka yote tuweke pamoja. Na pia hiyo siku ya 25 is also symbolic, because it will involve the Gen Z, it will involve all of us, linda mwananchi, kila mtu. Lakini tunataka tuambie William Ruto, ile maandamano ambayo itakuja sio ile alizoea ya siku 2 inafanywa, anaita Raila, wanaongea na mwingeza wa serikali naisha. Hii ni maneno taenda hata kama ni mwezi moja. Ningetaka asome, kuna kitabu moja inaitwa God's Bits of Wood from West Africa. Kuna chapter hapo of a general strike ilipangwa. Nataka William Ruto aanze kusoma hiyo. Kwa sababu ile maneno nakuja atakuwa kali. Je, maandamano yenu ni ya kuondoa serikalini mamlakani? Hatutaki kuondoa serikali mamlakani. Malengo yake tutaiondoa kwa katiba mwaka ujao. Lakini kuna mambo ambayo hawezi kubalika, lazima irekebishwe. Hii maneno ya gunism lazima isimame. Hawa kina Mukome lazima waondoke. Hayo maneno ya SHA lazima itatuliwe. There are things that cannot wait for William Ruto to leave office. Hizo ndizo maneno tuta address na mambo ya maandamano. Yale mambo ambayo hawezi ngoja mpaka next year. Hiyo lazima tutatue kwa njia. So lengo moja ni kujiuzulu kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Hiyo mimi naona iko hapo kwa sababu ameleta maneno ya gunism in Kenya. Ametengeneza vikundi ya wahuni ya kupiga watu, kupiga makanisani. Hivi karibuni ametengeneza kundi jingine wahuni ya kunyakua mashamba ya matajiri huko Kiambu. Mukome mwenyewe
ako na goons, wanavamia shamba ya mtu wananyakua. Kwa hivyo hii ni maneno ambayo hawezi endelea. Hatuwezi goja ati mwaka ujao tuondoe William Ruto ndio tutatue hii mashida. Hizi lazima itatuliwe mbele. Okay. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wa pili wa taifa na vile vile kiongozi wa chama cha DCP, na Kalonzo Musyoka, former vice president, kiongozi wa chama cha Wiper. Thank you so much for